Tumekuwa tukipata aina mbalimbali za promotion pale ambapo Drake anakuwa anaelekea kuachia album yake mpya. Mara ya mwisho kuipata Soul album ilikuwa ni mwaka 2023. Ilikuwa inaitwa For All The Dogs, na baada ya miaka mitatu sasa anakuja na Iceman. Tension imekuwa ni kubwa sana kwa mashabiki, and kubwa zaidi ni namna ambavyo amekuwa akifanya promotion. Hii imekuwa ni tofauti sana. Sasa ukiachana mlipuko ambao alifanya kwenye moja airport huko Toronto, Canada anakotokea kama sehemu ya Tension kuelekea ujua album hii. Siku ya jana Toronto huko Canada alifanya mkusanyiko wa hizi ni bricks ama tofali za barafu na kutengeneza mrundikano pamoja kama unavyo katika picha na video hizi, na kisha kuthibitisha kuwa tarehe rasmi album hii kutoka inapatikana katikati ya barafu hizi. Sasa ukitazama ni mkusanyiko mkubwa sana wa barafu ambazo baadhi ya mashabiki baada ya kungoja kwa hamu kuzunguka kupiga picha katika eneo hili, streamers kutengeneza content na wengine kuanza kuchoma na hata kuvunja baadhi ya matofali haya. Maafisa usalama wa Canada waliamua kuchukua hatua kwa kufunga eneo hilo, yani kukaa kiusalama zaidi, na kuwafanya mashabiki kuendelea kuwa na hamu ya kutaka kufahamu ni lini tarehe rasmi ya Iceman album itatoka. Rapper amekuwa creative sana upande wa promotion na namna ambavyo amekuwa kijikeep usta zaidi, ukiachana hili na hata lile la kulipua moja airport kwenye moja game ya Toronto Raptors ambayo amekuwa balozi tangu mwaka 2013. Ile sehemu ambayo na Kate kwa ajili ya kutazama games alidesign vitu ambavyo kama vimegandishwa na barafu. Hii yote tu ni kama sehemu ya tension kwa mashabiki kuwa Iceman ndio album ambayo inapaswa kuzungumzwa kwa sasa, na kama unavyofahamu ndiye rap ambaye amekuwa kikimbizwa upande wa streams na rekodi kubwa ambazo amekuwa kiziweka mwenyewe na kuzivunja, and baada ya ukimya wa zaidi ya siku 900 huku akisikilizwa kwa Soul Project na hata zile joint album, kwa sasa anarejea na Iceman ambayo wengi wanaisubiri kwa hamu na wanamsubiri Drake kuweza kurejea kwenye ule ukubwa wake, kwenye ile hadhi yake ya juu, na hii ni kufuatia na mashambulizi ambayo aliyepata katika miaka hivi karibuni, hasa kutokana na beef lake na rapper Kendrick Lamar ambao limeweza kuchukua muda kidogo.